Hakika muda unakaribia kwa kasi kuifikia siku ya mechi ya watani wa jadi, Derby. Yanga tuko kwa wenyeji dhidi ya Simba. Na tayari kuelekea mechi hiyo, bodi ya ligi, shirikisho la soka nchini TFF wameshataja waamuzi wa mechi hiyo. Mwamuzi wa kati atakuwa mwamuzi mwenye beji ya FIFA Ahmed Arajiga na wasaidizi wake kadhaa akiwemo Amina Kiando kutoka Morogoro. Arajiga anatoka mkoani Manyara. Ni miongoni mwa waamuzi bora tulionao kwa sasa na hivi karibuni alitoa tuzo ya kuwa mwamuzi bora. Kuelekea siku hiyo ni vyema kukumbushana baadhi ya vitu vidogo vidogo ambavyo wakati mwingine huwa tunalaumu waamuzi kwa sababu tu ya kutofahamu, ama tunatetea waamuzi kutokana na sababu ya kutofahamu. Sasa ni vizuri tukakumbushana baadhi ya vitu ambavyo siku hiyo ikitokea la kutokea vinavyofanana na hivyo, basi itasaidia katika mijadala yetu kutolaumu ama kusifu kwa kile ambacho hakipaswi kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria. Yapo mambo mengi sana, lakini kwa mojawapo ambalo nadhani ni vyema tukakumbushana leo hii kupitia jukwaa hili la Mbwaduke Start Sport Next Level ni juu ya sheria namba 12, tunasema law 12 na law 13 na sheria namba 13. Hizi ni sheria zipi? Hii sheria namba 12 inahusika na madhambi na vitendo visivyokuwa vya kiungwana na juu ambavyo vinaweza vikapewa adhabu na mwamuzi. Hapa tunazungumzia fouls and misconduct. Hii ni sheria nambari 12. Lakini sheria namba 13 inahusiana na free kicks. Yes, free kicks ambazo zinatokana na timu mojawapo kufanya makosa na katika kutoa adhabu mwamuzi kwenye kucheza mpira, basi kunakuwa na mapigo ya adhabu. Sasa tunakojikita zaidi ni hapa katika sheria namba 13 leo hii, ambapo hapa kwenye free kicks zimegawanyika. Kuna direct free kicks, na indirect free kicks na indirect free kicks. Hapa ndipo ambapo tunataka tujikite zaidi, ambapo panatokana na sheria namba 13 inayohusiana na free kicks. Yaani mipira ile ya adhabu ambayo timu inayofanywa madhambi huzawadiwa na nyingine huadhibiwa kwa kupigiwa hayo mashuti. Baadhi hawafahamu utofauti wa free kicks na indirect free kicks. Kama majina yake yalivyo, direct free kicks ni mapigo ya moja kwa moja, lakini indirect ni mapigo yasiyokuwa moja kwa moja. Kiufupi ni kwamba kwenye direct free kicks unaweza timu ambayo imezawadiwa kupiga pigo hilo inaweza kupiga mpira moja kwa moja ukienda wavuni bila kuguswa na mtu mwingine. Lakini indirect free kick sharti lake ni kwamba mpira hauwezi kwenda moja kwa moja kwenye lango la timu inayoshambuliwa bila kuguswa na mtu wa pili. Ikifanya hivyo, basi hilo sio goli, badala yake inakuwa ni goal kick. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini ikitokea mpigaji kwenye pigo la indirect ambalo huhitaji mpira uguswe na mtu wa pili, lakini hata kwenye direct ambayo wala sio lazima mpira uguswe na mtu wa pili, mpigaji kwa namna yoyote ile akapiga kuelekea langoni kwao wenyewe, basi huo mpira unakuwa kona na sio goli. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa lugha nyingine inakuwa hajajifunga huyo aliyepiga huo mpira ukienda moja kwa moja kwenye wavu wao, iwe free kick, iwe direct free kick au indirect free kick. Kwa mujibu wa sheria hizi, hasa kuhusiana na free kicks, ni kwamba mpira huo utapigwa kona kuelekea lango lao kwa huyo aliyepeleka mpira kwenye wavu wao badala kuupiga kwa wapinzani kutokana na mpira wa adhabu. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini kuhusu kupiga kwa usahihi kwenda kwa wapinzani kwenye direct free kick hakuna tatizo sana, wengi tunafahamu. Lakini kwenye indirect lazima mpira uguswe na mtu wa pili. Ikitokea mpigaji ikawa ni foul itokanayo na mpira ambao mguso wake lazima uguswe na wengine kabla ya kwenda langoni kwa wapinzani, tunasema indirect free kick. Bas akipiga moja kwa moja ukienda wavuni bila kuguswa, huo mpira huwi goli, badala yake unakuwa ni goal kick. Timu iliyopigiwa huo mpira inautenga na piga goal kick. Nadhani imeeleweka vizuri. Sasa wakati mwingine ili kujua kwamba ni direct free kick au indirect free kick, ishara za mwamuzi pia zinaweza zikaonyesha. Kwenye mipira ya indirect free kick, mipira ambayo huhitaji kuguswa na mtu mwingine ndipo uende wavuni,
Huyu mtu mwingine anaweza akawa wa timu inayopiga mpira. Huyu mtu mwingine anaweza akawa mchezaji wa upinzani wa timu inayozuia. Huyu mtu mwingine anaweza akawa golikipa wa timu pinzani. Mpira umepigwa moja kwa moja, halafu akaufuata akaugusa ukaingia wavuni, kamba. Kwa sababu unachotakiwa ni mpira lazima uguswe na mtu wa pili ndipo bao liwe halali la timu pinzani endapo mpira utaenda wavuni. Sasa ishara hiyo kwa mwamuzi, hasa kwa indirect free kick ndio tunayozungumzia hapa, ni kwamba lazima atainua mkono juu kupita juu ya kichwa chake na ataganda hivyo mpaka huo mpira ama uguswe na mchezaji wa pili au toke nje, ndipo hapo atashusha mkono wake. Ikitokea kwamba mpira ni wa indirect, yani foul yake ni indirect, halafu mwamuzi amesahau kuinua mkono kuashiria kwamba hii ni indirect, halafu huo mpira ukenda kwa namna yoyote ile ukenda wavuni, basi mwamuzi ataurudia ili upigwe tena. Hapa nadhani imeeleweka vizuri. Kwa lugha nyingine, mipira ya indirect, mipira ambayo huhitaji lazima iguswe na wengine ndipo iende wavuni, ishara yake huwa ni mwamuzi lazima inue mkono na ataganda hivyo mpaka mpira uguse mtu wa pili au utoke nje. Ukienda moja kwa moja wavuni bila kuguswa sio goli. Kwa mipira hivyo sio goli endapo haitaguswa. Nadhani imeeleweka vizuri. Sasa wengine labda watauliza, ni foul zipi zinakuwa mapigo yake ni direct na zipi foul zake zinakuwa indirect? Kuna njia rahisi kujua wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level wakati unatazama mpira, kujua kwamba foul hii ni indirect, foul hii ni direct. Moja kubwa ni kwamba foul zote za direct zina maeneo mawili makubwa. Kwanza ni pale ambapo mpinzani ametumia mikono katika kucheza mpira, hapo foul yake ni direct wala sio indirect. Kwa lugha nyingine, mpira unaweza kupigwa moja kwa moja ukenda wavuni na likawa bao. Kumbuka, hizi direct free kicks ndizo ambazo zikiwa ndani ya 18 zinaitwa penalty. Mapigo yake yanakuwa penalty ikiwa ni ndani ya eneo la 18 la timu pinzani. Foul ikifanyika namna hiyo, kwa maana kwamba mpira umethibitika kwamba wapinzani wanaozuia wametumia mikono katika kucheza handball, basi inakuwa ni direct free kick, na ikiwa ndani ya box la penalty inakuwa penalty, ikiwa kwingineko inakuwa free kick ambayo ikipigwa inaweza kupigwa moja kwa moja ikienda wavuni. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili kwa direct free kick ni pale ambapo kuna kuwa na foul inayohusisha migusano ya mwili. Foul zote zinahusisha migusano ya mwili, mapigo yake huwa ni direct. Nadhani umeelewa vizuri. Sasa fikiria mwenyewe foul yoyote ile ambayo ni ya kugusana mwili. Kwa mfano kumkwatua mtu, hiyo ni mguu umegusa mguu mwingine au mwili umegusa mguu mwingine, umegusa mwili mwingine, basi hiyo ni direct free kick. Au mtu kamshika mwenzake, zote hizo ni direct. Yani inapohusisha migusano ya mwili, foul yake mapigo yake yanakuwa ni direct. Nadhani imeeleweka vizuri. Kinyume chake, foul nyingine zote zisizohusisha kutumika kwa mikono katika kucheza mpira ama migusano ya mwili, contact fouls, hizo zote nyingine zisizokuwa na sifa hizi mbili, hizo foul zake ni indirect. Hapa ndo namna nzuri ya kutofautisha baina ya direct na indirect. Kwa mfano, inaweza ikawa mpira wa juu ambao unapaswa kucheza na kichwa, lakini mchezaji mwingine pengine kwa kutoangalia kwamba hayuko peke yake akapeleka mguu katika mpira uliopaswa kuwa wa kichwa, anaweza kawa hajamgusa mpinzani kwa huo mguu wake, lakini itakuwa faulu kwa sababu amehatarisha au amemtisha mpinzani wake, kwa sababu mpira wa kichwa yeye kaeka mguu, lakini kwa sababu hajamgusa, hiyo faulu inakuwa indirect. Nadhani imeeleweka vizuri. Akimgusa itakuwa direct, ambayo pigo lake mpira unaweza kupigwa ukienda moja kwa moja wavuni. Asipomgusa inakuwa ni indirect, ni pigo lisilokuwa la moja kwa moja. Mpira wake lazima uguswe na mtu mwingine ndipo uende wavuni na kuhesabiwa kuwa bao. Msisitizo, huyo mtu mwingine anaweza kawa wa timu yake, ya hii timu inayopiga huo mpira, au wa upinzani, au hata golikipa wa upinzani. Akienda akiugusa tu alafu kaingia wavuni, hilo ni bao. Kwa hiyo kutofautisha faulo ya moja kwa moja inayopigwa bila kuhitaji mguso wa pili ni kwamba lazima kuwe na migusano katika faulo hiyo, au mikono imetumika katika kucheza mpira. Faulo nyingine zote unazojua wewe, kutukana, kutemea mate na vitendo vyote visivyohusisha migusano ya moja kwa moja, lakini ni faulo, lakini zinakuwa indirect. Na ikitokea indirect free kick, yani pigo ambalo linahitaji kuguswa, ni sio la moja kwa moja, likafanyika ndani ya eneo la 18, ndio ile ambayo utaona
wachezaji wa timu pinzani inayozuia inaenda kusimama kwenye mstari wa lango lao, mstari wa goli ili kujaribu kucheza, kwa sababu haiwi penalty endapo haijaangukia katika zile sifa mbili za faulo: mikono kutumika ama kuwe na migusano, kuwe na contact fouls hizo za ndani ya 18. Kwa mfano kipa karudishiwa mpira na mchezaji mwenzake kwa makusudi, kwa sababu deliberately back pass ni ya makusudi kabisa, deliberate, akaudaka mpira, hiyo ni indirect free kick. Kwa hiyo sio penalty, itakuwa ni indirect. Mpira utapigwa ndani ya box, lakini ndio ule ambao unakuta wamejipanga wengi kwenye mstari wao wa lango kujaribu kuzuia. Yapo maeneo mengi ya kuelezea, lakini kwa ufupi nimejaribu kueleza kwa muhtasari ili walau kujua, kwa sababu hiyo siku ya siku Ahmed Rajiga na wasaidizi wake kina Mkono, kina Amina Kiando, wakati wanafanya maamuzi, basi ikitokea namna hii tambua kwamba tofauti hizi za foul ya moja kwa moja ile direct free kick na foul sio kwa moja kwa moja, kama mpira lazima uguswe, na ni kwamba lazima refa ainue mkono. Kwa kukumbushia mechi iliyopita Yanga dhidi ya Simba, ile foul aliyopiga Cletus Chota Chama, mwamuzi aliashiria kwamba ni indirect free kick ambaye ni Ramadhani Kayoko, akainua mkono, Chama yeye akapiga moja kwa moja. Mwamuzi kaendelea kubaki juu na mkono wake kuona kama mpira utaguswa na mwingine ndipo uendelee kuchezwa. Ikatokea bahati kwa Yanga kwamba Musa Kamara golikipa akaufuata huo mpira, akaugusa na kurudisha ndani kwa sababu ulikuwa unaonekana unatoka, baadaye akajifunga kijiri, kwa hiyo likawa bao. Lau kama Musa Kamara angekuwa anajua akakumbuka kwamba ule mpira haujaguswa na yeyote wakati ukipigwa na Chama, ilhali ni indirect free kick, angekuwa na ujasiri akauacha tu akaupisha, kwa sababu hata ukiingia wavuni hauwi bao, badala yake unakuwa goal kick. Ndivyo ambavyo kwa tafsiri nyepesi kuhusiana na mipira hii ya direct free kick na indirect free kick. Kwa lugha nyingine, mipira ya indirect ambayo inahitaji kuguswa ikipigwa moja kwa moja, ile ambayo refa ameinua mkono na hashushi mpaka huo mpira uguse mtu mwingine, halafu kawa hujagusa mtu mwingine ukienda wavuni, mipira namna hiyo sio goli. Yapo mambo mengi kwenye ufafanuzi kuhusiana na hili. Mimi nimechagua baadhi, sehemu kidogo tu, walau kupeana maarifa kuhusiana na follow za namna hiyo. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.